والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكمتكي رحمة أماني Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika darasa ambazo zishatangulia siku kama ya leo ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Tuliangalia nidaatu ar-Rahman li ahli al-iman, ikiwemo siku ya leo usawa ilikuwa tuchukue nidau ar-rabi' ambayo inaeleza hukumu za qisas katika wale wanaouawa watu wao, kwamba wana haki ya kuchukua qisas na wakalipiza vile ambavyo walivyofanyiwa wao. Lakini hii tutairuka, kisha tutachukua aya moja ambayo ni munasib, ambayo ni nidaul khamis, mwito wa tano unaoeleza faridhatu as-siyam na athari za saumu katika nafsi ya mtu mwenye kufunga. Allah ameeleza aya hii katika suratul Baqara aya 183, sema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mloamini hakika mmefaradhishiwa saumu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile walivyoandikiwa wale waliokuwa kabla yenu na wakafaradhishiwa, la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio aya ambayo biidhnillahi ta'ala tutamalizia kikao chetu na majlisi yetu haya ambayo ni majlis ya khair na majlis ambayo ni ya rahma. Allah katika aya hii katika aya hii anawanadi waumini wa kiume na wa kike, nidaa ambayo ni mwito uliobeba ufaradhia wa haji, ufaradhia wa saum, yani saumu ya Ramadhan. Ndio kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akairahisisha kwa viumbe wake, lakini saumu yenyewe ina mashaka ndani yake, mashaka ya mtu kuacha yale ambayo ameyazoea katika vyakula na vinywaji, lakini Allah akaifanya uwepesi kwa kutuambia pia imeandikwa na imefaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu. Hii inatupa uwepesi katika nafsi kwamba hatukuanza sisi, bali walikuweko kabla yetu watu ambao pia wamefaradhishiwa saumu, yani waumini katika zama zilizotangulia, wafuasi wa mitume. Na ndiyo kwamba inakuja katika kauli ya amma, yani kauli ya watu wanaposema almusibatu idha ammat khaffat, musiba unapokuwa umeenea kwa watu wengi, basi huwa hata makali yake pia yanapungua, yani unakuwa ni wepesi kwa watu inapokuwa yani umekuwa kwa watu wengi. Saumu hii tunayofaradhishiwa, nini maana yake? Maana ya saumu al-imsaku 'anil akli wash-shurbi wal-jima', ni mtu kujizuia na kula na kunywa na jimaa. Ili akawa amelianza wakati wa mwanzo wa kuchomoza kwa alfajiri mpaka jua linapozama kwa nia ya kufunga. Allah subhanahu wa ta'ala ameueleza mwezi ambao watu wanafaa kufunga ndani yake aliposema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ni ule ambao imeteremshwa ndani ya Qur'an. Qur'an imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu imeteremshwa katika usiku wa Lailatul Qadri, ambapo Lailatul Qadri iko katika mwezi wa Ramadhan fi al-ashri al-akhir.
kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Akasema pia inna anzalnahu fi laylatil qadr. Kwa hiyo saum imefaradhishwa katika mwezi wa saum, imefaradhishwa katika mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao imeteremka ndani Qur'an. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika hadithi kwamba buniya al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengeka kwa mambo matano, yani nguzo tano, ikiwemo shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Yani katika vitu ambavyo Uislamu umejengeka navyo, yani katika faraidu al-Islam na arkanu al-Islam. Lakini saumu hii tunayoifunga ina hukumu mbalimbali, ina mambo mbalimbali yanayohusika nayo. Miongoni mwa mambo hayo ni kwamba katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waumini, kwamba kuwajalia wale walio na maradhi na wale ambao ni wasafiri wanapokuwa katika safari zao au wakawa na maradhi, kwamba wafungue. Ikiwa itakuwa ni uzito kwa wao kufunga, watakiwa ukafungue, kisha watakwenda kulipiza siku zile ambazo walizokula ndani yake, siku ambazo yani wakifungua. Au mtu akarudi katika mji wake, kama vile ambavyo mwanamke aliyoko katika haidh katika ada yake na ambaye utakuwa na damu ya nifasi, wanatakiwa hawa wote kufungua, kisha watakwenda lipiza baada ya kutahirika na haidh na kutahirika na nifasi. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, yeyote miongoni mwenu atakayekuwa ni mgonjwa au yuko katika safari, basi idadi ya siku atakazokula atakwenda zilipiza katika siku zingine ambazo baada ya Ramadhan. Na mgonjwa ikiwa ni mgonjwa au mgonjwa anayezungumzwa hapa ni yule ambaye maradhi ya kawaida yanayotarajiwa kupoa, ama maradhi ambayo hayatarajiwi kupoa, almaridhu alladhi la yurja buruhu, na mtu mzima ambaye alharam, ambaye ashafikia kwenye uzee, fa innahuma la yasumani, hawatofunga lakini watalisha chakula kila siku. Maradhi ambayo hayatarajiwi kupoa na mtu mzima ambaye yani ashafikia katika miaka ya utu uzima hawezi kufunga, saumu kwake itakuwa ni uzito na taklifu, basi atalipia siku ile ambayo atakayokula kila siku, atalipia muddi ya taam, yani atalipia chakula kiasi cha muddi kuwapa mafukara na masakin. Na pia unatakiwa ujue kwamba saumu ni katika afdhalul ibadat, katika ibada ambazo tukufu Allah ametutunuku sisi ni saumu. Ibada ambazo zina ujira mkubwa ni saumu, hapana ibada zaidi ya saumu, na ujira wake Allah azza wa jalla hakueleza kwa watu kama ambavyo ameeleza katika ibada nyingine, bali alipofika kwa ujira wa saumu akasema as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia katika kueleza ujira wa mfungaji anasema inna khulufu fami saimi atyabu inda Allah min rih al-misk, hakika harufu inayotokamana na mdomo wa mtu aliyofunga ni bora na ni mzuri kuliko harufu ile ya miski. Yani harufu inayotokamana na mtu kufunga. Na hapa wanatakiwa watu wafahamu kwamba hawajaambiwa wasipige miswaki, la, bali mtu atapiga mswaki kama kawaida, lakini popote itakavyokuwa pana harufu ambayo itatokamana na kutokula muda mrefu au kutokuingiza chochote katika mdomo wake, hiyo harufu ndiyo iliyokusudiwa na Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Ama upande wa kupiga mswaki, wanasema ulama kwamba hapana tofauti kwa aliofunga na ambaye hajafunga, na hapana tofauti kupiga mswaki asubuhi au mchana au jioni, yote ni sawa sawa. Muhimu kwamba mtu atajizuia kutokuingia chochote katika koo yake, kutokuingia
chochote katika koo yake. Asema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayefunga Ramadhani kwa imani na kutaka ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ataghufiriwa madhambi yake yaliyopita. Kwa kufunga Ramadhani ni sababu ya mtu kughufiriwa madhambi, kama ambavyo pia kusimama kisimamo cha usiku mtu akapata Lailatul Qadri ni katika sababu za kughufiriwa mtu madhambi yake. Lakini saumu haijaisha na saumu ya Ramadhani peke yake, bali mtu anatakiwa kuendelea, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya targhib na kupendezesha waumini kwamba waendelee baada ya Ramadhani kufunga hata siku 6 katika mwezi wa Shawwal, na kufunga siku 9 na siku ya 10 katika mwezi wa Muharram, siku ya 9 na siku ya 10 ambayo ni Ashura na Tasua katika mwezi wa Muharram, na mtu kufunga siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja na siku ya Arafa, siku ya 9 na mwezi siku ya 9 na siku ya 8 katika mwezi wa Dhulhijja. Funga siku ya Arafa na siku ya 9 yake, au itakuwa ni siku ya 8 yake, au mtu akafunga katika siku zile 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaeleza masahaba wake ubora wake kama alivyosema صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية. كفunga صوم ya Ashura, na Ashura ni tarehe 10 katika mwezi wa kwanza wa Muharram, na ni uzuri ikiwa mtu atafunga pamoja na Tasua, akafunga na tarehe 9 au tarehe 11 au 12. Ikiwa atafunga hivi, basi atakuwa amefanya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ataghufiriwa madhambi ya mwaka mzima. Na kufunga Arafa ambayo pia ni tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja, yukaffiru dhunuba sanatayn, ili linakuondoshea na kukufutia madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Ama mwaka ambao mwaka wa mwezi huo mwaka unafutwa na saumu ya Ashura. Lakini pia si hizo peke yake, bali pana saumu siku 3 nyeupe katika kila mwezi, ikiwa ni siku 3 zozote katika kila mwezi. Unaweza ukafunga siku ya kwanza na ya pili na ya tatu, au ukafunga ya 3 na ya 4 na ya 5, au ukazifarikisha, au ukafunga tarehe 13 na 14 na 15 kama ambavyo imezoeleka. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu funga hizi, innaha kasiyamid dahri, ni mfano wa mtu kufunga mwaka mzima. Kama kana sallallahu alaihi wasallam yasumu al-ithnain wal-khamis, na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga siku ya Jumatatu na Alhamis. Kwa siku ya Jumatatu na Alhamisi pia ni siku za kufunga. Haya yote ni siku ayamu ambazo Allah azza wa jalla ametuwekea ili tufunge na ili tuongeze katika thawabu ambazo ametuandalia. Saumu ya mtu si katika kujizuia na kula na kunywa na jimaa peke yake, bali saumu inatakiwa iwe mtu kufunga na ulimi wake, mtu kufunga na viungo vyake, kufunga na masikizi yake na macho yake na mdomo wake. Anatakiwa vitu hivi vyote vifunge, au viungo hivi vyote vifunge, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na yote akawa amefunga na huku akawa anafanya alghiba au namima, huku yuwasengenya au yuwafitinisha baina ya Waislamu au yuwatukana muumini mwenzake, batala ajruhu, huyo ajue kwamba ujira wake utabatilika, yani saumu yake itabatilika. Utakiwi kufunga na huku ukasema maneno maovu, maneno machafu, ukafanya fitna, ukafanya ghiba, saumu yako inakuwa inaharibika. Na pia mtu anatakiwa ajue kwamba saumu ina fawaida adhima jiddan. Kuna fawaida ruhia, fawaida ijtimaiya,
na fawaida sihia. Saumu ina faida za kiroho, yani mtu kujenga roho yake kutokamana na as-sabr, kujizuia na vitu vingi ambavyo anajizuia navyo katika mwezi wa saumu. Na saumu pia ina faida za kiijtimaia, namna muamala wa watu wengine kwa wenzao, muamala wa Waislamu baadhuhum ba'dan, na pia ina faida sihia kisiha, mtu kufunga kujizuia na kula kuanzia yani asubuhi mpaka jioni. Yote haya yana faida mbalimbali. Na katika fawaid pia za kiijtimaia za kijamii ni kwamba saum yurabbi al-ummata, inaulea umma, inawalea waislamu ala an-nidham wa ittihad wa hubb al-adl wal musawat, kwamba kuwa na nidhamu na kuwa kitu kimoja na kupenda uadilifu na usawa baina ya watu. Watu wanapofunga huwa wote wako sawa sawa, alokuwa ni ghani, alokuwa ni fakir, alokuwa ni mdogo, alokuwa ni mkubwa, mke kwa mume, wote huwa wako sawa sawa katika amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ni mafundisho au ni madrasa kwetu sisi. Na pia saum yukawinu atifata arrahmati wa khuluqi al-ihsan, inajenga atifa arrahma, inajenga huruma baina ya watu. Mtu anapokuwa amefunga anahisi uchungu wa njaa, hilo linampelekea kwamba ikiwa atajiwa na mtu aliye na njaa, atakumbuka njaa, kwa kwamba njaa inaumiza na ataweza kumsaidia. Na pia inamjenga kuwa ihsan, kuwa ni muhsin, kuwa ni mtu mwema, kuwa ni mtoaji, jawadun karimun, mtu kuwa ni mkarimu pia huenda ikatokamana na moja katika fawaidu as-sawm. Kama yasunu al-mujtama' min ash-shururi wal mafasid, kama vile ambavyo pia sawm inahifadhi jamii ya watu kutokamana na shari, kutokamana na mafasid, mambo ambayo ni yenye kuharibu katika jamii. Mengi sana yanahifadhiwa na ikiwa sawm watu wamefunga kisawasawa, kama ambavyo watu waislamu wanashuhudia kwamba kubadilika kwa hali kila saumu inapokuja, hali za watu zabadilika, zinakuwa hali ambazo nzuri au zinakuwa zina afadhali. Na katika faida za kisihi kwamba saumu inatahirisha al-am'a, inatahirisha matumbo ya mwanadamu, inayatahirisha na inayasuluhisha na inanadhifisha يعني mwili wa mwanadamu. ينظف البدن من الفضلات والرواسب ويخفف من وطأة السم ويثقل البطن بالشحم. وفي الحديث الحسن صوموا تصحوا. katika hadithi ambayo hapa ameiwekea kwamba ni daraja ya hasan, ambapo ulama wengine wanaidhofisha hadithi hii, lakini Abu Bakr al-Jazairi anasema kwamba ni hasan, anasema sumu tasihhu, fungeni mtapata siha. Maana yake ni sahihi kwamba ikiwa mtu atafunga na akakithirisha kuwa na saumu, na saumu si Ramadhani peke yake, akafunga katika kila wiki akafunga mara mbili, kila mwezi siku 3 zisimpite, kila ikifika kama mfano wa Muharram anafunga, ikifika mfano wa Shaaban anafunga, na yani miezi mingine anakuwa na siha ambayo ni nzuri. Na hili utaliona kwa wale wanaokithirisha na saumu, wao watakueleza zaidi ni vipi yani mtu anapata siha kwa kufunga. Kisha mwisho kabisa akamalizia kwamba usisahau nia, kila unapotaka kufunga usisahau nia, kama ilivyo katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, la siyama liman lam yubayyit as-siyama bil-layl, hana saumu yoyote ambaye hajalala na nia ya kufunga. Na kauli ya Mtume nyingine yasema innamal a'malu binniyat, hakika ya amali huzingatiwa kwa nia yake, wa innama likulli imri'in ma nawa, na kila mtu atapawa kadri ya alivyonuia katika nia yake. Kwa hiyo saumu ya Ramadhani uweza ukanuia katika usiku wa kwanza kwamba utaifunga nzima. Usiku wa kwanza wa Ramadhani inakutosheleza nia moja kwamba utafunga, lakini ikiwa pia utajadidisha nia
kila usiku au kila wakati unapoketi kwamba una nia kwamba utaimaliza Ramadhani, ni jambo ambalo ni zuri. Hali kadhalika mwanadamu hafai kusahau ya kwamba atakapokula au akanywa kwa kusahau, la kafarata alayhi, hapana kafara. Ikiwa utakuna au kula kwa kusahau, hutakiwi kulipiza siku ile na hutakiwi kulipia chochote. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema at'amahu Allah wa saqahu, wa Allah azza wa jalla ndiye alokulisha chakula na akakunywesha kinywaji ikiwa utakuna kwa kusahau. Ama atakayekula au akana kwa makusudi, ikiwa atakuwa amekula au akanywa kwa kusahau, hana dhambi. Akifanya kwa makusudi basi anapata dhambi, lakini pia siku ile atailipiza. Ama ambaye atamuingilia mke wake mchana wa Ramadhani kwa makusudi au kwa kusahau, basi atakiwa atoe kafara ambayo ni kufunga miezi miwili mfululizo, wote wawili, mke na mme, au akalisha it'amu 60 miskina, au akafanya itqu raqaba, akaacha mateka, in wajada wa qadira ala dhalika, ikiwa atapata na ikiwa ataweza kufanya kama hivi. Kwa hiyo haya ni baadhi ya masail kwa ufupi kabisa yanayofungamana na saum kuhusu aya yetu hii, aya ambayo ni an-nidau al-khamis, nidaa ya 5, ambayo pia itakuwa tumemaliza kikao chetu na darasa zetu za Ramadhani katika siku kama ya leo. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na hii ni aya ambayo yakaririwa mara kwa mara katika mwezi huu wa Ramadhani. Nafikiri wengi katika sisi takuwa tuifahamu au tuijua. Kwa hiyo darasa hili ilikuwa ni mimbabi, yani kukumbushana, ni katika hali ya kukumbushana katika masaili kama haya ambayo ni ya saum. Kwa mpaka hapa tutakomea, na walafu ala at-ta'akhur. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ilman nafi'an. Pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie saumu zetu, atutakabalie qiyamu chetu, atutakabalie dua zetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ilman nafi'a na amalan saliha na rizqan tayyiba. Pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikie lima yuhibbu wa yarda. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala yani atupe katika kila la khair fi dunya والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. شكرا، جزاكم الله خيرا والعفو.